Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti kabisa, udhubutu, ujasiri na ubunifu. Alikuja na Royal Tour na wote hapa tukisimama tunachangia, praise Royal Tour kwa sababu tumeona matokeo chanya ambayo imeleta. Katika kipindi kile ameanzisha Royal Tour, iliweza kufufua sekta ya utalii. Wote tunajua baada ya pandemic ya COVID-19 utalii uliyumba kidogo, lakini through Royal Tour walau tena tukarudi kwenye mstari na utalii ukaja na mapato yakaongezeka. Lakini pia aliweza kutumia Royal Tour kuhakikisha kwamba anatangaza vivutio vyetu vya utalii, lakini kuelezea mambo mbalimbali ambayo yako ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ambapo mtalii akija anajua kabisa nikienda Tanzania nitakutana na mambo fulani. Lakini pia kupitia Royal Tour tuliona Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kukutana na wawekezaji wakubwa wa mahoteli, lakini na wengine ambao wanaweza kuongeza mnyororo wa thamani kwenye sekta ya utalii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya utalii ni kubwa sana na ni sekta muhimu sana kwenye ukuaji wa uchumi, kama ambavyo ameeleza kwamba inachangia 17% kwenye GDP, lakini pia 25% kwenye fedha za kigeni. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba tukiweza kuongeza kwenye thamani ya mnyororo ya utalii, sekta ya utalii ina uwezo wa kuchangia na ikawa ya kwanza ikachangia hata zaidi ya 60% ya fedha za kigeni ambazo zinakuja ndani ya taifa letu. Lakini pia inaweza ikachangia zaidi ya 17% inazochangia leo kwenye GDP ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa yale ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika Royal Tour, ni wajibu sasa wa wizara hii kwa kushirikiana na watendaji kuhakikisha kwamba kwanza inalinda yale mafanikio yote ya Royal Tour ambayo yalipatikana, ili tuendelee kuona tunaongeza kufikia hiyo ambayo tumejiwekea ya watalii 8,000,000 by 2030. Lakini pia iendeleze mafanikio haya kwa kuhakikisha kwamba inaongeza matumizi ya miundombinu iliyopo kwa maana ya occupancy rate na utilization rate walau ifikie 100% mahoteli ambayo tuko nayo yote Tanzania kwa sasa. Lakini pia tumeona hapa wamesema viwanja mbalimbali vimejengwa, basi viwanja hivi viweze kuwa busy 100%. Lakini pia tuhakikishe mbuga na vivutio vingine vya asili tulivyo navyo vinatumika to the maximum, ambapo sasa itaenda kuongeza pia na kuchagiza kuhakikisha kwamba tunakuza pato letu. Lakini pia kingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ihakikishe kwamba inafufua miundombinu yote iliyolala. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika taifa letu hapa ninavyoongea na katika utalii tunajua ni mahoteli na miundombinu barabara na viwanja vya ndege na the like. Lakini ninavyoongea sasa hivi kuna mahoteli ambayo yametelekezwa, naweza nikasema. Na hapa kwa kweli serikali ione kabisa kama ni wajibu na tumebarikiwa kuja na Afcon. Kwa mfano hoteli kama ile ya Embassy ambayo iko pale Dar es Salaam, Motel Ajib, zote hizi zimetelekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni high time sasa serikali iweze kuona kama kuna mgogoro wowote unamalizika na inafufuliwa. Ni hoteli ambayo ina hadhi ya kutengenezwa kwa hoteli ya nyota 5, lakini tumetelekeza miaka mingi pale. Lakini pia kuna mashirika yetu haya NSSF na TANAPA walikuja na ujenzi wa mahoteli ya nyota 5 kule Mwanza na Mzizima Tower huko Dar es Salaam, takriban miaka 10. Mahoteli yale hayakamiliki wala kuweza kutake off. Hapa sasa tunafufisha Wizara ya Maliasili na Utalii ishirikiane na wizara husika kuhakikisha kwamba inaendelea kuongeza mnyororo wa thamani kwenye sekta ya utalii na kuweza kukuza utalii wetu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, wamezungumza hapa na kweli tunajipongeza. Tumeongeza thamani, tumeongeza watalii, tunakuwa si wa 6 kwa Afrika, wa 11 kidunia. Lakini uhalisia ambao tunaweza tukaongea kutoka kwenye mioyo yetu kwa jinsi tulivyobarikiwa vivutio vya asili tulivyo navyo, tukijilinganisha na mataifa mengine bado hatufanyi vizuri. Na nikajaribu tu kurejea takwimu. Leo tu imetuboost mpaka tumefika karibia bilioni 2.3 sasa hivi kwa mwaka 2025. Lakini tukilinganisha na wenzetu kutoka nchi za Afrika Mashariki, mathalan Kenya, wenyewe 2025 walikuwa na watalii, nazungumzia wa nje, acha wa ndani. Hapa na koti figure za nje. Walikuwa na watalii milioni 7.9. Ukienda upande wa SADC walikuwa na watalii milioni 10.5. Ukienda Misri kule na Morocco milioni 10 every year zaidi wanakuwa na watalii. Kiafrika kwa mwaka 2025 walikuwa na watalii milioni 81. Sasa sisi vivutio vyote tulivyo navyo watalii milioni 2.5, ukilinganisha tunachangia vipi katika wale watalii milioni 81 wanaokuja Afrika, utaona kwamba ni kwa 2.8. Sasa hii
Tunaona amiri jeshi mkuu alijitolea kutangaza vivutio. Watendaji wa wizara husika wa maliasili na utalii, isi high time mhakikishe mna exhaust vivutio vyote vya asili ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu, tunavitangaza na tunawekeza vya kutosha. Lakini pia tunaenda mbali, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakuwa na vivutio vya kutengeneza artificial attractions ambazo pia tumeona mataifa mengine wana capitalize huko, wakisupplement na vile vivutio vya asili tulivyo navyo, wanaongeza kuongeza idadi kubwa ya watalii wa kigeni kuja kwenye nchi husika na kuongeza mapato. Mathalan, ukiangalia sisi Tanzania kwa mwaka jana 2025 kwa vivutio tu vya kutengeneza kwa maana ya makumbusho tuingiza watalii 25,570 tu. Lakini ukijaribu kulinganisha na mataifa mengine, wenyewe na vivutio vingi, cultural heritage za kutosha. Kwa mfano ukienda kule heritage tourism, ukienda Misri na Morocco, wana mapiramid, wana Medinas, wengine wana theme parks. Za kwetu tunazo theme parks lakini sio zile kubwa za kimataifa kuweza kuvutia watalii. Twende kwenye digital hubs pia, tuhakikishe tunawekeza huko. Tuwe na virtual reality, yani mtu hata kama hawezi kuja kwa mfano wa pandemic, kupitia VR tourism wanaweza kuwa wapo huko wamekaa kwenye nchi mbalimbali, lakini wana view vivutio vya asili, wanalipa through digital marketing kutumia hiyo VR. Lakini pia tunaweza tukatumia augmented reality tourism. Mtu anaweza akaja amekuja hapa lakini akaangalia yuko kwa mfano Stone Town, sio lazima aingie kule ndani, anatumia hiyo na anaweza kupata. Tu exhaust kama mataifa mengine ambavyo wanafanya, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa sasa hivi kwa vile kwamba tumepongeza, lakini bado we need to do more. Kama rais amefanya hivyo, na sisi na nyinyi watendaji mhakikishe mnafanya zaidi kuhakikisha kwamba tunaletea taifa letu mapato zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza serikali, lakini pia nakipongeza zaidi Wizara ya Uchukuzi, maana nasema wafungamane wala wanaohusika na mambo ya mahoteli, wanaohusika na mambo ya uchukuzi, miundombinu ya barabara, ujenzi. Tumeona uchukuzi wanakuja kujenga viwanja vya kisasa na vya kimataifa, ikiwepo Njombe, Bukoba na kule kwetu Serengeti. Na nawapongeza kwa sababu hivi ilivyo sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua wakati wa uchukuzi kulikuwa kuna debate kubwa sana, lakini niwaambie Watanzania kupitia bunge hili tukufu, mbuga ya Serengeti, achilia mbali kwamba inachangia sana kwenye mapato ya taifa letu, lakini pia ukijaribu kuangalia miruko ya ndege kwenye mbuga ya Serengeti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa najaribu kupitia baada ya debate kubwa, tulikuwa na jumla ya miruko ya ndege 52,593 kwa mwaka uliopita. Kwa maana ndege zile za wakati wa mchana 20,262, za usiku zinazotua 4,691, na zile ambazo zinapita kwenye anga 27,640. Na mimi pia natoka kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, na nautamani sana uwanja wa Mwanza pia uweze kujengwa katika hadhi ya kimataifa, lile jengo na kingineko. Sasa vyote vina thamani. Ukiangalia miruko ya ndege kwa uwanja wa Mwanza ilikuwa wakati wa mchana 9,830, usiku 1,063, na ile overflight ilikuwa ni 5,000, jumla 15,000. Sasa nikija kwa uwanja wa Serengeti yenye miruko 52,000, inaonyesha dhahiri kwamba iko busy sana, na ni uwanja ambao tukijenga uwanja wa kimataifa, upande wa pili wenzetu wa Masai Mara wanajenga uwanja wa kimataifa, na sisi Tanzania tujenge uwanja wa kimataifa, tuongeze mapato ambayo yataenda kutumika kujenga miundombinu mingine ikiwepo barabara na viwanja vingine kote Tanzania. Kwa hiyo niwaombe sana wizara ihakikishe inatekeleza hilo. Na mwisho, kengele imegonga, nilikuwa bado na pointi za Afcon na kuhusu kupeleka fedha zikikusanywa zisiende kwenye mfuko mkuu wa hazina, wabakishwa watu waweze kuboresha miundombinu yao. Na nimalizie, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye Afcon tunapata neema kubwa sana, tukitumia vizuri, na wizara mmekiri mtapata zaidi ya dola bilioni 2, lakini ukweli wa mambo hatuna hoteli toshelezi zenye hadhi za kuweza kuhosti wale wageni wanaokuja. Mmesema wanaoingia viwanjani ni milioni 1.8, lakini hata tukisema tuna wageni 300,000 wa kuweza kuwaladha, mahoteli tulionayo hayana ya kutosha. Niuliza swali bungeni, wakaniambia wananchi wanaweza kufanya Airbnb. Tujiulize, mwananchi wa kawaida akifanya Airbnb atakuwa na ile hadhi ya kuweza kuhosti hao wageni wa kimataifa wanaokuja? Kwa kuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu hasa ya maradhi, ili tusije tukawa disappoint baada ya Afcon